mpaka wiki iliyopita walikuwa wanamaliza pale kufunga gata ya mwisho, lakini kote kwingine kumekamilika na kuirepair structure. Mkiona kama saizi na rangi moja, yote imekuwa repaired na kurudishiwa tena rangi upya kwa ajili ya kuitunza. Kazi nyingine ambayo imefanyika, tunaweka taa kwa ajili ya uwanja uweze kutumika kwenye mashindano. Kwa hiyo kuna taa nguzo 4. Kuna nguzo moja itakuwa pale, saizi wameshamaliza kujenga kitako, na kama tutatembea hapo sehemu walipochimba mchanga kuna kitako kingine, na kingine kiko kwenye kona ya kule, na kingine kitakuwa kwenye kona ya huko kwa nje. Zile taa zina urefu wa mita 50. Kwa hiyo ukipiga hapa katikati pote panakuwa pana mwanga umegawanywa evenly. Na hizi zote zingine ni mahitaji ya CAF ambao walikuwa wanataka tuyafikie. Hapa chini kunaendelea na ukarabati kwa ajili ya kuongeza changing rooms. Tutakuwa na changing room 2 kwa ajili ya timu zinazokuja kufanya mazoezi na kufanya mashindano. Na tutakuwa tumeongeza na ofisi 2, ofisi za CAF kwa ajili ya marefari pamoja na watu wao. Upande wa kule nyuma tukipita mtakuta tayari tumeshaleta taa zote kwa ajili ya uwanja. Na yenyewe utawekewa taa ambazo hazikuwepo. Ameshaleta mkandarasi, zitafungwa za ndani na hizo za nje pia zitafungwa. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo imetuweka mpaka sasa hivi hapa ilikuwa ni kutengeneza hivyo vitako vya kupokea ile nguzo kubwa za taa. Na tukipita kule nyuma mtazikuta zile nguzo zimeshafika. Sasa hizi ni za kupachika. Na kwa ratiba yetu ni mpaka mwisho wa mwezi wa 4 atakuwa amekamilisha kazi zake hizi zote za kufunga na kuendelea na kazi zingine. Challenge pekee aliipata ni kupata mchanga sahihi wa hapa. Alishaita wa kwanza tukaupima, haukufikia viwango, tukamwambia nenda katafute mwingine. Kwa sababu mchanga ni lazima una uwezo mkubwa wa kuruhusu maji kupita. Ili mvua ikinyesha isitengeneze kama tope. Na hiyo ikipita inakuja inapokea huko ndani, na huko pembeni tumeweka mifereji ambayo itapokea maji yote ya hapa yanatoka. Na tunashukuru kwa siku ya leo mvua imenyesha, lakini mnaona hakuna maji yote yamekaa uwanjani hapa. Kwa hiyo kwa kufanya leveling tulifanya vizuri, na hii drainage hizi zinafanya kazi na tunazitolea upande wa pili zinaenda kuungana na ile drainage kubwa. Mheshimiwa Waziri, naomba niishie hapo. Upande wa viti tutafunga viti vyote. Jukwaa hili mwanzoni lilikuwa halina viti. Kwa hiyo viti mkiangalia upande ule wameshafunga chuma zote na wanaendelea kumalizia upande ule pale, ndio sehemu ya mwisho iliyobakia. Lakini tayari wameanza kufunga viti kwenye jukwaa la kule, na kuna maandishi yataonekana ambayo yatakuwa yameandikwa Uhuru Stadium. Mwisho wa siku tumeweka kwa kufuata zile rangi za bendera ya taifa ambayo zinakuja mpaka kwenye sehemu hii hapa. Na tutakuwa tumekamilisha na sehemu hii hapa kuna sofa kwa ajili ya viongozi ambao zitafungwa hapa. Ni bora na kwa viwango nafikiri vya CAF sisi tumekidhi. Na nitaomba waheshimiwa wabunge waliza yako angalau wapite waguseguse tu huku nje. Nyasi hizi Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja kwamba ni artificial lakini zinahitaji maji. Lazima zimwagiliziwe. Lakini pamoja na kwamba ni artificial lakini zinahitaji kuchanwa kama nywele ili kuweka katika ile standard inayotakiwa. Na ndio maana mchanga leo uelezea mtaalamu unasaidia kwenye kuhakikisha nyasi zimekaa katika mazingira yale yanayotakiwa. Changamoto iliyopo kubwa ya kipindi cha nyuma ni kama alivyosema kwamba swala la maji kutwama hapa ilikuwa ni kawaida. Lakini kwa sasa kutokana na hii mifumo iliyopo na standard zilizokwenda nazo, na kama leo mvua imenyesha ungekuta tayari maji na natamani ukifika pale utaweza kuona. Lakini mafanikio makubwa la pili ni kwamba tunafunga viti ambavyo havijawahi kuwepo kwenye uwanja. Maana sasa kuhakikisha kwamba kila mtu anajua. Tukisema siti 20,000 angalau na namba za zamani kwa tu ni idadi. Ndio maana nasema kwamba walipojenga 54 ilikuwa ni watu 9,000. Mabadiliko yaliyofanyika 2016 17 wakatengeneza watu 20,000, lakini ni kwa kuongea, ila sasa utakuwa na uhakika wa kiti chako kimekaa wapi. Sasa yapo matamanio, lakini bado tunaendelea kudiscuss kutokana na uchumi utakapopatikana kuona namna gani hili eneo hili kama unavyojua 1954 maana yake limejengwa kizamani. Kwa tunaanza pia hata kipo kiongozi unamtoaje hapa likitokea tatizo. Kwa hiyo design ambayo tunaendelea nazo pamoja na extend hili eneo kurudi nyuma kidogo, lakini pia tukao tunaanza tuongeze idadi angalau tupunguze upande ule ubaki wazi ule. Tuweke hata watu kadhaa ili namba iongezeke kupandisha hadhi ya kiwanja pia. Kwa bado discussion ambayo tunaendelea nazo kutokana na mazingira ya kiuchumi na wataalamu wetu watushauri ili kufanya pia uwanja wa Uhuru uwe sehemu ya viwanja ambavyo vinaweza kushiriki mashindano
Yaani unaweza kujikuta unakuja hapa, kuna mechi inachezwa huku na kuna mwingine anachezwa upande wa. In fact tungekuwa tumefanikiwa kuwa na nyasi za asili, natural grass, manake huu uwanja ungetumika pia kwenye upande wa. Kwa sababu uwanja ni wa kihistoria kwa shughuli pia za magwaride. Kwa shughuli zile za kiserikali ambazo zinahitaji kuwa na paredi, zinahitaji kuleta vifaa vile vya kijeshi kuingia na kutoka. Kwa hiyo ndio maana tukalazimika huu ubaki kwenye tabaka lile gumu, lakini uishie kwenye nyasi za artificial, ili hata wakitaka kufanya paredi mle ndani hakuna kinacho asika. La mwisho tu kwamba mtaalamu maelezo yake, hilo tabaka gumu linawekwa kuhakikisha kwamba hata udongo kititia hauathiri shape ya uwanja. Sababu sehemu zingine unakuta hakuna tabaka hilo, nyasi zimepandwa, alafu baada ya muda unakuta kuna nundu hapa kuna bonde, kutokana na mvua inavyonyesha na mikiki ya uwanjani, udongo pia unapata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo tabaka hilo pia kuhakikisha kwamba tuko kwenye level moja na hakuna kinachowasilika kwenye mashindano au kwenye shughuli zile za kijeshi kama sehemu ya shughuli za kihuru. Mheshimiwa Kiti, naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Bunge, samahani tena. Hizo taa ni zile kama tulizoona ni Lux 500. Kama za Arusha. Yale madude yale yakisimama na tukipita hapa shortcut utaona zimeshaandaliwa ili kuhakikisha kwamba usiku panakuwa tena mchana bila kuathiri shughuli zozote zile.